اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kama alivyotukusanya hapa atukusanye kesho peponi katika a'la jinan, kwani pepo ndiyo nyumba ya mwisho miongoni mwa majumba tutakayoyakaa. Hapa tulipo tunapita njia na amali zote ambazo Mwenyezi Mungu tunatenda, zawadi kubwa aliyotuahidi ni pepo. Na Muislamu anapotajiwa pepo, basi hukaribia kusema, lini nitaondoka katika ulimwengu nikaingie peponi? Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahabba liqaa Allahi ahabba Allahu liqaahu, mwenye kupenda kukutana na Mwenyezi Mungu, Mungu naye anapenda kukutana naye. Wapo watu wanapenda kukutana na Allah, waondoke katika dunia hii ya tabu waende katika darus saada. Pepo ni haki kwa kila Muislamu awe akilala anaota kwamba yuko peponi, akiishi anatamani, anaizoesha nafsi yake kuiota pepo, anatamani nafsi yake kuingia peponi mara kwa mara, na huku akifanya jitihada za kuipata nyumba hiyo ya thamani kuliko nyumba zote. Sayyidina Ali ameisifu, anasema, qusuruha dhahabun walmisku tinatuha wa za'faranu hashishun nabitun fiha la tarkunanna ila ad-dunya wa ma fiha falmautu la shakka yufnina wa yufniha wa'mal lidarin ghadan radwanu khazinuha aljaru ahmad warrahmanu nashiha. Anasema isikudanganye dunia, ifikirie nyumba ya kesho ambayo ni pepo. Mjenzi wake ni Allah, jirani yako atakuwa Bwana Mtume Muhammad, nyumba zake za dhahabu, mchanga wake wa miski, harufu yake. Qusuruha dhahabun walmisku tinatuha, udongo wake wa miski. Wa za'faranu hashishun nabitun fiha, na nyasi zake ni za'faran. Ni kila kitu ni chema huko peponi, na ukishaingia kule Mungu anakupa kila unachokihitaji. Lahum fiha ma yasha'un, wanapata huko kila watakachokihitaji, vinywaji, vyakula, wanawake warembo ambao kila mmoja atazawadiwa wawili na zaidi ya hao kwa mujibu wa amali zako, ewe mwanadamu. Sema huria mmoja tu wa peponi, anasema yura mukhsaqaiha min wara'i lahmiha, unaonekana ubongo wa muundi wake kutoka nje ya mguu wake, kama vile unavyoona maziwa ndani ya glasi ukayaona kutoka nje ya glasi yake. Basi ndo mwanamke mrembo wa peponi, utaona ndani ya mfupa wake wa muundi kuna nini kupitia katika nyama zake. Min shiddati jamaliha, huu ni kwa uzuri wake ambao Mwenyezi Mungu ameandaa kwa ajili ya watu wa peponi. Fihinna qasiratu tarf lam yatmithhunna insun qablahum wala jan, hawajaguswa hao na jini wala na binadamu. Qasiratu tarf, yani ni wanawake ambao macho yao hawamtizami yoyote mwingine kwa kumtamani, wanamtizama mume wao peke yake. Qasiratu tarf lam yatmithhunna insun qablahum wala jan fabiayi alai rabbikuma tukadhiban. Sifa nyingine, kaannahunna alyaqutu walmarjan fabiayi alai rabbikuma tukadhiban hal jazaa'u alihsan illa alihsan.
Wanawake hao ni kwa ajili yangu na wewe na wengine watakosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Wanawake hao walimfanya mmoja katika vijana kama sisi waliokuwa katika murabata wa jihad. Kijana mmoja, kamanda wake akapata habari kwamba kijana huyu kesho kutwa ilikuwa ni siku yake ya kwenda kuposa, yuko mchumba anataka kwenda kumposa. Kamanda aliposikia habari akamwambia na'dhanu lak, bwana leo tunakupa idhni, tumepata habari kwamba unakwenda kuposa, nenda zako kapose, nenda ukaoe, kisha maliza mambo yako tena fatina, njoo kambi yetu iko wazi, tunakusubiri kwa hamu. Sikiliza jawabu ya kijana alisemaje. Kaambia qaid, laqad ra'aytu al-barihata fi al-manam huriyatan min hura'i al-janna. Jana usingizini nilipokuwa nimelala nimeota nimemuona mwanamke katika wanawake wa peponi. Mwanamke huyo qad zawajani Allahu biha, Mungu ameniozesha, kanambia ni wa kwako huyu. Basi wallahi ma raaitu ajmala minha, sijawahi kuona mwanamke mrembo kuliko huyo. Ajmalul jamal, uzuri unaojua wewe nimeuona katika sura ya mwanamke huyo. Fa wallahi siendi tena kuposa, innani ukhatibu tilka alhawra, mimi namposa huyo hurul aini ambaye Mungu amenionyesha katika ndoto. Wallahi sirudi nyuma, mimi nitaingia katika ghazwu mpaka nihakikishe nimepata shahada wa atazawwaju tilka huriya, nikamuoe mwanamke huyo, au wengine tena siwataki. Qatala, kaingia vitani, wa qutili, akauawa siku ile ile, na Mwenyezi Mungu akamwandalia yale ambayo anawaandalia waja wake wema. Basi kila mwezi, kila mwaka, kila wakati, kila saa, kila dakika Muislamu awe anaiota pepo, badala ya kuota kwenda Ulaya na kwenda Marekani. Aote kila mara yuko katika darul khuld, jirani yake ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-iman, leo ni wageni wa Abu Hazim. Tumefika katika nyumba ya mwanachuoni mkubwa anaitwa Abu Hazim, na sote tunawapenda wanachuoni kwa sababu wanachuoni ni warithi wa mitume. Mtume anasema al-ulamau warathatul anbiya, wanachuoni ni warithi wa mitume. Wao waamiliana na watu kwa tabia walizokuwa kiamiliana mitume na watu wao. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, na mitume hawakurithisha mamilioni ya pesa. Walichokirithisha wanachuoni kupata kutoka kwa mitume ni elimu, fikra, hikma. Leo tuko katika nyumba yake mwanachuoni huyu. Tulipofika katika nyumba yake, kwa mbali tunamuona mtawala katika watawala wa Bani Umayya anakuja kumzuru mwanachuoni huyu. Kwa hiyo wanachuoni wa zamani walikuwa wana haiba, walikuwa wanazuriwa wao na watawala. Sisemi kwamba ni vibaya mwanachuoni kwenda kwa mtawala kwa ajili ya kumraghibisha na kumuonya na kumpa nasaha na kumpa mauidha, lakini haiba ya siku zilizopita, watawala walikuwa wanaondoka wao wanakwenda kwa wanachuoni, wanasema ausini, nipe wasia, alimni, nieleze. Mmoja alikuwa anamfunga sana Imam Ahmad ibn Hanbal, mpaka akaamrishwa kupigwa viboko. Ahmad ibn Hanbal alipigwa mijaledi katika jela na mmoja katika mahakimu na viongozi waliokuwa kitawala wakati huo. Akampandisha juu ya ngamia, akaamrisha watu wazunguke naye mtaani, wao wananadi, huyu ndo Ahmad ibn Hanbali, anatiwa adabu hii kwa mambo kadha 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 kadha.
Anasema kule kule jela, siku ya kupigwa viboko akapatana na mmoja katika watu walikuwa ni wezi sugu, nao wako jela. Anasema mwizi alipomwona Imamu Ahmad anapelekwa kupigwa viboko, akaona katika sura yake kama kuna alama za hofu. Juu ya sura ya Imam Ahmad kuna alama za hofu. Mwizi akamwambia, ya Imam, atakhafu min darbati saut? Ina maana hofu hii unaogopa kiboko? Anaambia, naam, siogopi kwamba naogopa nini, lakini fitna tu saut, kiboko kina fitna yake. Mwizi akampa darsa Imamu Ahmad, akamwambia, laqad duribtu qablak, mimi nimepigwa viboko kabla ya wewe, viboko zaidi ya 50 darba, fataqawaitu wa ana ala batil, lakini vyote nimevikinga kwa ujasiri na nimevumilia, wakati mimi ni mwizi, mambo yangu ya batil. Afala tasbir anta wa anta ala alhaq, kwa nini usivumilie wewe na wewe uko katika haki? Ikiwa mimi jambazi nimevumilia viboko, nami naibia watu na nimevumilia, kwa nini usivumilie wewe? Nawe unawaidhia watu na wapa elimu watu, vumilia. Imam Ahmad anasema fathabbatani, alinipa darsa ya kunifanya niwe strong mbele ya viboko. Mwanawe Imam Ahmad anasema fakana abi la yansa dhalika wa yad'u li hadha as-sariq. Imam Ahmad alikuwa hasahau, anamuombea dua huyu. Mwanawe anamuuliza, atad'u lahu wa huwa sariq? Huyu ni mwizi, huyu unamuombea dua? Anambia, lakinahu thabbatani, mimi simuombee dua kwamba ni mwizi, namuombea dua kwamba Mungu amuongoze, kwa sababu siku moja alinifaa, alinipa darsa ya kuwa strong na nilikuwa strong mbele ya viboko. Hili silisahau kutoka kwake. Hiyo ni ihsan. Hawa ndo warithi wa mitume, walikuwa wanafanya mambo ya ajabu. Baada ya kutoka mtawala huyu, mtawala mwingine mwema alikuja, akamwambia Imam Ahmad ibn Hanbal, alopita amekudhulumu, lakini mimi siwezi kukudhulumu. Nataka uje kwangu kila siku kunisomesha, na mimi na watoto wangu. Kila siku njoo kwangu pate kunipa elimu, nataka elimu yako. Kauli ya Imam Ahmad ilikuwa ni wazi kwa mtawala huyu, akamwambia, nimefurahi kwa kauli yako na nashukuru sana kwa ihsani yako, lakini kuja kwangu mimi kwako kukusomesha utanisameh, lianna alilma yu'ta wala ya'ti ila buyuti al-umara, kwa sababu elimu inafuatwa wala haifuati mtu. Mimi kama nina elimu, ifuate wewe, itafute, sio elimu ikufuate wewe mahala ulipo. Tabani hizi ni mambo katika mambo ya mauidha vile vile, na kuwapa watu wapate kujua qimatal ilm, qimatal ilm, thamani ya elimu katika jamii. Basi watawala walikuwa wanaondoka katika majumba yao, wanakwenda katika majumba ya ulama, wanasoma. Ata ibn Abi Rabah ni mmoja katika watawala ambao alikuwa kwanza ni mtu kutoka Habesh, mweusi sana, tena pamoja na hivyo fulful sha'r, nywele zake za kipilipili, aftasul anf, pua yake imelala. Hivi ndivyo wanavyosema wanachuoni wa history. Tena alikuwa ni mlemavu, manake akipita watu wanamdharau. Anasema lakinahu, alikuwaje mtu huyu? Alimun, mwanachuoni mkubwa wakati huo, mtawala wa hawa watoto watawala wa Bani Umayya. Walikuwa wanatoka huko na watoto wao, wanakwenda wanakaa chini mbele ya Ata ibn Abi Rabah, mpaka watoto wa sultani wanauliza watoto wa khalifa, huyu nani unakaa mbele yako baba, umetikisa kichwa chako hivi, unatadhalal mbele yako, kwani nani huyu? Aswadu launi, aftasul anfi, fulful sha'ri, a'raj. Tena ni mbona umekaa umedhalilika mbele ya mtu kama huyu? Anawaambia watoto wake, nyamazeni, nyamazeni, nyamazeni. Hakadha yasna'u al-ilmu bin nas. Watoto wangu,
Hivi ndivyo inavyofanya elimu kwa watu. Nyinyi mmemwona alivyo, lakini sisi hatukutadhalal mbele yake ila kwa sababu ya elimu yake. Pua yake imelala ni yake mwenyewe, nywele zake za kipilipili ni zake mwenyewe, rangi yake nyeusi ni ya kwake mwenyewe, na ulemavu ni wa kwake mwenyewe. Lakini wana hazina, mimi baba yenu mfalme, mtawala, kabila tukufu, lakini mimi sipati heshima, sipati level alikuwepo mtu huyu. Watu walikuwa wanaijua hakika, wanaifuata. Abu Hazim rahimahullah yuko nyumbani kwake, anakuja mtawala katika Bani Umayya Ibn Abdul Malik ibn Marwan. Anakuja pale, anakaribishwa katika nyumba ya alim min alulama. Anauliza masala, anajibiwa. Anauliza fatawa, anajibiwa. Fatawa zilikuwa nyingi, lakini tutachukua baadhi ya masala matatu aliyeulizwa Abu Hazim na mtawala wa Bani Umayya, ili ndani yake tupate ibra, ndani yake tupate kusoma, tupate kuona ulimwengu huu wapi unaelekea na faida gani tutaipata sisi katika masala haya aliyeulizwa alimun min alulama, ala wa huwa Abu Hazim. Miongoni mwa masala matatu aliyoulizwa katika mengi, tunachukua matatu. Akauliza, ya Aba Hazim, man khairun nas, niambie ni mtu gani aliyekuwa anastahili kuitwa mtu bora? Man khairun nas, ni nani mtu bora? Na ili suala tunaweza kulipitisha katika akili zetu, labda tukauliza watoto, ni mtu gani bora, mtu gani muhimu, ni mtu gani star, ni mtu gani unaweza kumuona na heshima, ni mtu gani? Kila mmoja atakwambia vile anavyoona yeye, na tukipata jibu kutoka kwa alim, maana anategemeza majibu yake kutoka kwa mtume na kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Man khairun nasi ya Aba Hazim, ni nani mtu bora ewe Abu Hazim? Abu Hazim akajibu, na hawa walikuwa hawajui mujamala, hawajui kutia watu, kupaka watu mafuta kwa mgongo wa chupa, mudahana. Maana jibu ni hili, lakini la, kwa sababu atakasirika, ataudhika, tumpe jibu hili. Walikuwa hawajui mujamala au mudahana, walikuwa wako katika haki daima. Man khairun nas, ni nani mtu bora? Kajibu sual, khairun nasi anfa'uhum linnas, mtu bora ni yule anayewanufaisha watu. Mtu bora ni yule ambaye watu wanapata manufaa kutoka kwake. Mtu bora ni yule ambaye faida zinapatikana kutoka kwake kwa yale ambayo Mungu amempa. Swala hili linamtachi mtawala, swala hili linamtachi mtawaliwa, swala hili linamtachi aliye mbali, aliye karibu, alim, jahil, mtu wa kawaida, kila alokuwa juu ya mgongo wa ardhi, swala hili linamhusu. Ikiwa wewe huna manufaa kwa watu, bado hujawa bora. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza habari hizo, akasema, khairukum man taallama alqur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule atakayesoma Qur'an. Hakubakia kwamba amesoma tu basi akaisha, sema la, wa 'allama, kisha akaisomesha. Na mtiririko huo unaonyesha wazi yeye mwenyewe amejifaa, lakini lengo kubwa ni kuwanufaisha watu. Anasema, amilun nasi kasiraj, fanyeni kazi kwa watu kama vile mshumaa, ishini baina ya watu, katikati yao kama mshumaa kwa watu. Mshumaa unaishi vipi? Yudhi'u linnasi wa yuhriqu nafsahu, mshumaa unawaonyesha watu mwangaza, lakini wenyewe unajimaliza. Ukishtukia mshumaa umekwisha, lakini watu wamekula, wameshiba, wameandika, wamesoma, wamemaliza. Je, wanatoa shukrani kwa mshumaa? Hawatoi shukrani, na pengine wataulani. Mshumaa huu mwana haramu kweli kweli, na mshumaa huu unamjua babake na mamake. Lakini watu wanapotaamali na watu kwamba wasisubiri shukrani kutoka kwao,
wamewapa, wamenufaika, wao wabebe kile watakachoambiwa. Amfa'uhum linnas. Amilu nnasa, kaeni na watu kashajara, kama vile mti unavokaa na watu. Mti unakaaje na watu? Nasema yarmuna an-nasu shajarata bilhajar wa tarmihim biatwabi thamar. Watu hutupia mawe mti, lakini mti ukawatupia wao matunda. Ukiishi kwa watu kama hivi, kama mti unavyoishi na watu, watu wako chini ya mti wanapiga mwembe mawe, wanapiga mawe, yarmunaha bishajara wa tarmihim biatyabi thamara, lakini mti unawapiga wao kwa nini? Kwa matunda, wanakaa wanakula. Ulama hivi ndivyo wanavyotakiwa waishi. Hata akija mtu anaamiliana naye kwa upole. Al-Mansuri siku moja alimtuma alimu mmoja awaandike watu aina 3. Alqawaid ni wanawake ambao hawaendi vitani, labda wajane na hivi, nayo wamepewa ruhusa. Wale wana posho yao maalum wanapewa. Kaambia waandike alqawaid, wakaandikwa. Kaambia waandikwe al-umyan, vipofu. Kisha waandike al-aitam, mayatima. Wote hawa waeke katika mahali, katika daftari lako, wapate zile mali za dola aina 3 hawa. Basi mwanachuoni huyu akawa amekaa anawaita watu mmoja mmoja. Kaingia bwana mmoja katika kabila la Tamimi, akaambia uktubni fil qawaid. Naambia yule mwanachuoni, mimi nimekuja niandike katika wale wanaoitwa alqawaid. Yeye mwanamume kaja, niandike katika alqawaid. Alim akamtizama, akamwambia aslahaka Allah, alqawaid hunna an-nisa. Qawaid bwana sio wanaume, ni wanawake. Lakini kaja kasikia pesa zipo, na mimi niandike humo. Akamwambia qawaid ni wanawake. Akafikiria sasa group la pili ni akina nani? Al-umyan. Basi kamwambia niandike katika vipofu. Lakini anaona, niandike. Mwanachuoni akamtizama, akamwambia uktubu, muandikeni katika vipofu. Akamwambia amiri hakusema hiyo, huyo ana macho yake huyu. Akamwambia uktubu, inna Allah yaqul innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mungu anasema huo upofu si upofu wa macho, ni upofu wa nyoyo, na mimi simuoni huyo isipokuwa ni kipofu wa moyo. Muandikeni. Akaandikwa. Alipomaliza kuandikwa yeye asema na mwanangu uktubuhu fil aitam, mwanangu muandikeni katika mayatima. Watu wakasema itakuwaje, anachukua haki si ya kwake huyu. Alim akasema la bas, man kunta abahu fahuwa yatim, mtu yoyote ambaye baba mwenyewe ni wewe, huyo ni yatima, muandikeni. Akaandikwa. Wanachuoni hawa ghadhibiki, wanachuoni wanatafuta njia mahala popote. Kama mtu wendo baba hana baba, andikeni. Abu Hazim akaulizwa man anfa'u nnas, man khairu nnas, ni nani mtu bora kwa watu? Akasema khairu nnasi anfa'uhum linnas, mtu bora ni yule ambaye anawafaa watu. Sisi tunasoma kwenda mpaka chuo kikuu, lakini malengo sio kuja kuwafaa watu baadaye. Malengo nitapata certificate kubwa, nitapata cheti kikubwa chenye qima, chenye wadhifa. Nitakapokwenda ofisi yoyote nikipata kazi, mshahara wangu utakuwa mkubwa. Ndani hakuna nia kwamba nitakuja kuwanufaisha watu wangu. Watu wangu wako katika jahala, watu wangu wako katika dhiki, watu wangu wako katika tabu, watu wangu wako katika roho ya kwamba kila mtu analifikiria hili kwa familia ya watu wake au jamii inayoishi nyuma yake. Basi leo ulimwengu huu ungekuwa mzuri. Ingekuwa maslahi ya watu ndio yanayekuwa mbele kuliko maslahi ya mtu mwenyewe binafsi. Ungekuwa huoni tabu katika ulimwengu. Lakini kila mmoja katika sisi analolifanya lolote, nalifanya kwa sababu aje apate better life,
aje apate thamani kubwa ya maisha, aje apate hali ambayo itamfanya yeye na watoto wake waishi vizuri, sio kwa ajili ya umma, sio kuwanufaisha watu. Na kama atatokea mtu yeye akawa anawatizama watu zaidi, basi huyo mtu anahesabiwa katika wachache mno katika ulimwengu wa leo, kwamba yeye lililokuwa linamshughulisha zaidi watu, jamii yake, watu wanaowaongoza, watu wanaokuwa wako nyuma yake, wanaomtizama halali kwa kufikiria labda kuna wengine wana shida, halali kwa kuwaza. Umar ibn al-Khattab alikuwa anasemaje? law atharat al-baghlatu fi al-Iraq akhafu an yas'alani Allah lima lam tuslih lahu at-tariqa ya Umar. Kama mbuzi atavunjika mguu Iraq, naogopa Mungu ataniuliza siku ya kiyama, kwa nini ukutengeza barabara nzuri mpaka mbuzi wakapita vizuri? Umar anaogopa mbuzi ataulizwa kwa nini alivunjika mguu. Je, binadamu? Kwa hiyo wao walikuwa na rakiz kutizama tu watu wanaishi vipi, watu wanasemaje, kuna nini katika maisha ya kila siku ya binadamu, mtu ana manufaa gani anatoa kwa watu. Leo haidhuru watu watakavyoishi, bora yeye maisha yake yanakwenda vizuri, bora yeye anaishi vizuri na mtu wake na mke wake na watoto wake. Hajali watu wengine wapige kelele mpaka waseme khairun nasi anfa'uhum linnas. Tusisome kwa sababu tu ya kujinufaisha wenyewe, tuweke maslahi ya watu wengine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ala fikra anasema, unapoomba dua kumwombea mtu mwingine, basi malaika huwa wanakuombea wewe, anasema walaka mithlu dhalik, Mungu akupe kama ulilomuombea ndugu yako. Sasa wanachuoni wengine walistambit katika maneno haya, wakasema dua yako mwenyewe na ile dua unayowaombea watu wengine, basi inawezekana dua unayomwombea mtu mwingine ikawa inatakabaliwa zaidi hata kuliko dua unayojiombea mwenyewe nafsi yako. Kwa sababu ukijiombea mwenyewe nafsi yako kuna kubaliwa na kutokukubaliwa, lakini ukimwombea mtu mwingine, kuna malaika viumbe bora, wao husema na wewe ulipate kama lile unalomwombea huyu. Sasa imekuwa sababu ya yule, labda utalipata wewe. Tizama falsafa ya wanachuoni. Anasema mimi nikikuombea wewe, hakika nitalipata ninalolitaka, lakini nikijiombea mwenyewe huenda nikawa nisilipate, Mungu akawa na hiari yake kunipa au kutonipa. Kwa sababu nikikuombea wewe kuna dua ya malaika, ya Rabbi muingize mja wako huyu peponi, na wale malaika usema na wewe uliyomwombea uingie peponi. Sasa watu walikuwa wanapenda zaidi kuwaombea watu hata kuliko kujiombea mwenyewe. Anajua nikiwaombea watu khairi zake zitarudi kwangu pale pale. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mtu bora ni yule aliyewafaa watu kwa njia moja au nyingine. Nitakupa picha mbili za watu ambao leo hawasahauliki katika ulimwengu. Mongolia ni moja katika nchi ambazo zinapakana na China, na wengi katika Waislamu walipatikana, na kupatikana kwao ilikuwa madkhali ya kuingia kwao ndani ya Uislamu ni kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu kumjalia mmoja katika wanadawa, wanachuoni wa zama hizo kufanya harakati. Hawa watu walikuwa ni watu ambao wathaniyin, wenye kuabudu masanamu, watu wa Mongolia. Ibada zao ni kuabudia miti, kuabudia masanamu, mabudhi kama hivi ambavyo sasa hivi wapo. Na wao kisirani na nuksi kubwa walikuwa wanayoiona katika maisha yao ni Mongolia kumuona Muislamu barabarani. Kwa sababu halikuwa hakuna Waislamu. Wakimuona Muislamu barabarani, basi siku yake yote imeharibika. Kwa nini? Kwa sababu barabarani leo amekutana na mtu Muislamu. Walikuwa wanachukia sana Uislamu. Akimuona Muislamu basi anarudisha nguvu zake nyumbani, anarudi nyumbani. Kwa nini? Akiulizwa leo nimeonana na Muislamu, siku zangu zote leo, masaa yangu yote yameharibika. Anarudi nyumbani analala. Kama alikuwa ni
mkulima haendi tena kulima kwa sababu hatotoa mbegu tena. Kwa sababu gani? Amemwona Muislamu. Kama ni mfanyabiashara haendi tena. Kwa nini? Atapata hasara. Kwa nini? Amemwona Muislamu. Muislamu alikuwa akitizamwa kwa mtizamo huo. Mfalme wa nchi hiyo siku moja anatoka na kwenda zake kusaka. Wafalme wana tabia hiyo, hobi yao. Anatoka na silaha zake, yuko juu ya farasi, anarudi. Siku moja akatoka mwana wa mfalme. Mwana wa mfalme akachukua farasi wake na mbwa wake, katoka kwenda kusaka. Njiani akapita mwanachuoni mmoja, akawa anakwenda kufanya da'wa, akakutana na mtoto wa mfalme wa Mongolia. Yule mtoto kumuona yule Muislamu tu akatema mate, kageuza sura. Yule bwana Muislamu kamuuliza, lima, kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu nimekuona wewe. Nyinyi watu ambao kwamba nuksi inatanda tukikuoneni katika maisha yetu. Hadha kalbi ahsanu minka wa afdalu minka. Unamuona huyu mbwa wangu? Anamuonyesha yule mbwa alioandamana naye. Huyu mbwa wangu ni bora kuliko wewe. Yule shekhe hakukasirika, akamwambia, subiri kidogo, nataka nikuambie kitu. Akamwambia, uniambie nini tena? Amemshampa tusi zito kwamba yule mbwa alioandamana naye basi ni bora hata kuliko yule mwanachuoni. Na yule mwanachuoni bado anasisitiza, nisubiri nikuambie jambo. Akamwambia, sisubiri. Akaona anasisitiza. Akamwambia, sema, unasemaje? Akamwambia, sahihi ma qult, mambo uliyosema ni kweli kabisa. In mutu ala al-kufr fakalbuka ahsanu minni, kama mimi nitakufa kafiri, simtambui Mungu, mbwa wako atakuwa bora kuliko mimi. Walakinani in mutu ala al-iman fa ana ahsanu minka wa min abika wa min kalbika wa min kulli shay. Lakini kifa mu'min mukhlis lillah, mimi nitakuwa ni bora kuliko mtu yoyote mwingine kama nyie au kama mbwa. Kwa sababu gani? Mtu anapimwa kwa imani. Yule mtoto akashtuka, hakukasirika. Akamwambia, nikifa muslim mu'min mimi ni bora kuliko mbwa wako, lakini kifa kafiri, kweli kabisa huyu mbwa atakuwa bora kuliko mimi, kwa sababu huyu hana makosa yoyote. Huyu ni wanyama miongoni mwa wanyama walioumbwa na Mwenyezi Mungu. Lakini nikifa katika imani yangu itanifanya niwe bora kuliko mbwa wako. Akamwambia, unaniambia imani? Akamwambia, naam. Ni kitu gani imani? Anajiuliza, kwa nini ameniambia akifa katika imani atakuwa mtu mwingine, akifa katika kufri atakuwa mtu mwingine? Akamwambia, in aradta, ukitaka, saashrahu laka ma huwa al-iman, nitakuhadithia, nikuelezee, nikufafanulie ni kitu gani imani. Nipe wakati wako, nipe muda wako kidogo tu, tukae nikueleze imani ni kitu gani. Chukueni fursa Waislamu, muangalie watu walivyokuwa wanafanya da'wa vipi. Kamwambia, sasa hivi mimi niko katika hali ya harakati, niko busy sana, sina wakati, lakini mimi ni mtoto wa mfalme wa Mongolia. Baba yangu yuko katika hali ambayo pengine kesho kutwa atakufa, mtu mzima sana. Nikishakuwa baba amekufa, nitakuwa mie mtawala, kwa sababu mimi akifa baba, mimi nataka uje, nitakukaribisha nyumbani kwangu, nitakukaribisha katika palace yangu. Ishrah li ma huwa al-iman, ukifika kazi yako moja tu unieleze hiyo imani ni kitu gani. Ile mzee akakubali, wakaagana. Anasema, isna min al-laymun sharaban hulwan. Jana tulikuwa tuna darasa tunasema, ukipata lemau au ndimu au mbirimbi ni kali, lakini nitengeze iwe juice tamu. Kibaya kichukue upate kukitengeza kiwe kizuri. Kikikushinda kama ni kibaya, tengezee.
Basi Mtume wa sallama alitona wanachuoni waliofuata kwa anayapokea kama hayo. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamim idfa billati hiya ahsan. Ndio mwendo wa Uislamu. Baba akakaa masikio yake yote kafungua, anataka kusikiliza habari za Mongolia. Kila anaposikiliza habari zake nasikia mfalme bado yupo, mfalme bado yupo, hakufa. Matukio yake alikufa huyu mzee mwanachuoni, mfalme akabakia. Lakini kabla ya kufa akamuita mwanawe, akamwambia, mwanangu, siku kadha nilionana na mwana wa mfalme wa Mongolia, akaniambia mimi ni nuksi kubwa na mbwa wake ni bora kuliko mimi. Mimi nikamwambia nikifa katika imani mbwa atakuwa si bora, lakini nikifa katika ukafiri basi mbwa wake atakuwa bora. Akaniomba ikiwa babake amekufa na yeye ametawala kuwa mfalme, niende nikamhadithia nini imani. Sasa hivi mimi najiona naondoka ulimwenguni, mtoto hajatawala, baba ndo ametawala. Kwa hiyo nakupa wasia wangu, akishakufa yule bwana, mtoto akishatawala, nenda kampe salamu hizi, umshereheshe, umfahamishe, umfundishe ma huwa al-iman, imani kitu gani. Mtoto kachukua wasia. Tazama wasia wa watoto. Wazee sisi tunakufa, tunaangalia nini katika wasia? Mwanangu, kuna majumba mawili hapa Mlandege, haya usiwadhulumu wenzako, mimi naondoka. Mwera kuna mashamba mawili, kuna moja kule Kisauni. Mwanangu, watoto hawa wewe unaangalia mambo ya mali tu. Waambie angalia wenzako, wape talqin, wape ilmu, wape basata ya manufaa, watizame vizuri. Mali tu, watu watizama mali tu. Mmesikia mtu yuko katika sakaratil mauti, anatilishwa saini, anaambiwa saini hapa, roho inatolewa na ana saini nini? Watu wanataka mali. Watoto wanakuja kumwambia baba yao, unakufa baba, huyu mwanamke atarithi mali, muache kabla hujakata roho. Badala ya kumpa talqin baba yao, wanamwencourage atoe talaka, asije mama yao wakambo wakarithi. Basi sisi mali na sisi. Na ukiulizwa kiasi gani unacho sasa cha mali, hulali wewe kwa kuwaza utamwibia nani, utamkoni nani, utamghilibu nani. Ukiulizwa kiasi gani umepata, hata ukipata utaondoka katika ulimwengu, uache pale kila kitu, zibakie dhambi zimebakia. Kila kitu utaacha hapa ulimwenguni. Naam, nabni albuyuta, anasema nabni albuyuta wa hatman tanharu tilka albumut subhana man la yamut. Tunayajenga majumba na mwisho tunayaacha, na yanapomoka baadaye yanakufa, na tunakufa. Subhana asiyekufa Mwenyezi Mungu peke yake. Kila kitu tutaacha. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, tutaacha nyuma ya migongo yetu. Allah atuambia nini? walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. walaqad ji'tumuna furada, suratul Kafir, hakika mmetujia peke yenu, mmoja mmoja, hamna chochote, kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza. Mara ya kwanza tuliumbwa vipi? kharajna min butuni ummahatina namliku shay'a. Ndio Allah anasema la tamlikuna shay'a, mmetoka katika matumbo, hammiliki chochote, kisha mkamiliki. Kisha wakati wa kuondoka, laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, mtatujia hamna kitu vile vile. Mmekuja hamna kitu na mtaondoka hamuna chochote katika mambo ya dunia. Amal peke yake ndio itakayobakia. Ndio Allah anasemaje? nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata qad faz wama al-hayatud dunya ta'ul ghurur. Uhai wa dunia huu ni starehe za kumdanganya mtu, starehe za kumghilibu.
Mzee sasa una miaka 80. Hebu waza kuanzia mwaka wako wa kwanza mpaka wa 80. Ukivuta katika fikra utafikiria kama dakika tu mpaka sasa ulipo hapa. Unaona wakati wote nimepita mie kama dakika. Ndio Qur'ani kasemaje? Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Siku kiyama kikisimama, makafiri watasema wakiulizwa mmekaa muda gani ulimwenguni? Watasema wallahi tu. Kumbe amekaa mtu miaka 100, miaka 80, miaka 90, umri wote unausahau kwa dakika chache kana kwamba hukuwepo. Ndio starehe zote zinadisappear, zote zinapotea, zote tankamishu amama surati, zote unaziona kwamba zinayeyuka na maisha tunaishi. Sasa kwa nini maisha haya uyagombanie? Maisha haya yote machache maana uyafanye ya dhulma tu. Maisha haya yote machache uyafanye ya khiana, ya ubabe, ndani yake unasema nini? Maisha ni saa, ad-dunya saa, ij'alha ta'a wa nafsu at-tamaa awidha al-qanaa. Anasema mwenye kusema dunia ni saa, dunia ni saa moja, maana dunia very short life yako, basi fanye very sweet, fanye tamu sana, tamu kwa amal. Ad-dunya saa ij'alha ta'a, dunia ni saa moja, hiyo saa moja ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafsu tamaa, na nafsi ina tamaa, nafsi ina tamaa, izoeshe kukinai, iambie ya nafsi inma mathalu alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas sama. Iambie nafsi mfano wa dunia na mambo yake ni kama maji kutoka mbinguni yakanyika, baadaye ukakauka, baadaye kila kitu kikaondoka. Iambie nafsi mara kwa mara, uizoeshe mada na darsa ya qanaa. Baba anawahusia watoto wake mambo ya dunia. Baba huyu anamwambia nikifa haraka nenda kwa mfalme wa Mongolia atakayetawazwa, alimhu, mfundishe kitu gani iman. Na sasa wasia ukachukuliwa na mtoto, wanarithiana. Mtoto akachukua wasia akawa naye yataraqabu al-akhbara min Mongolia, anasubiri naye habari kutoka huko, asikie labda kafa baba yule kamtawaza mwanawe. Fatala zaman, zama refu, yule bwana akawa umri amepewa mrefu, mpaka siku akasikia kwamba leo mfalme wa Mongolia amefariki, ametawazwa wali wa ahdi yake mwanawe, prince huyo ndo amekuwa mfalme sasa. Kafunga safari kwenda kutekeleza wasia wa baba yake. Njiani kakutana na watu mbalimbali, na wote katika nchi hiyo, wengi wao kama si wote, tarikhi nasema Uislamu kana la yaarifu tariqahu ilayhim, hakuna njia, hakuna Uislamu kabisa, wote wanaabudia masanamu. Yule kijana akaja, lakini wanafahamika Waislamu. Akafika katika nchi ya Mongolia, akaingia, kauliza jumba la mfalme liko wapi, akaonyeshwa. Kaambia unataka nini? Watu wanamuona, wakimuona kila mmoja anafunga pua yake, anageuza, hawapendi Uislamu. Akaambiwa hii ndio nyumba yake. Akaenda mpaka mlangoni, akagonga, akamwambia na salamu za mfalme. Wakamtizama, Muislamu wewe una salamu gani kwa mfalme wetu? Hebu nenda zako tupishe. Akamwambia mimi na yeye tuna salamu ambazo nimepewa na mzazi wangu, walionana nipate kupa. Akamwambia usitusumbue. Wakamuondosha kama kumaliza, akaondoka. Akaja mara ya pili, akamwambia wewe salamu gani lakini ulizokuwa nazo? Wakamchukana, wakamsukuma, akaondoka. Akaja mara ya tatu. Angalia israri ya kufanya da'wa, tizama ndugu yangu Muislamu, israri ya kufanya da'wa mpaka mlango utafunguka. Sio umejaribu mara moja basi. Kuna baadhi ya watu wakipata mashakili basi wanaacha. Ja'alu fitnatan nasi ka'adhabillah. Kuna watu utaka kufanya da'wa bila hata ya matatizo, utaka kufanya mambo maana yake usipati hata nakdi. Ukisikia mtu fulani anamponda, anasema mimi nakufanyeni nyie, alafu nyie ndio mnanitukana, mkono unakupeni chakula nyie mnaungata, anaachia. Kama mtume angefanya hivyo sisi leo tusingekuwa Waislamu. Na Waislamu wote wanaobeba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wanatakiwa wawe na jambo la israr,
wawe na jambo la kustrike katika mahali hapo kwa hapo, wanakwenda wanarudishwa, wanakwenda wanarudishwa, wanafanya kwa sababu wanafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unataka nini? Angalia wale maduati, na kisa tarifa kimetokea cha maduati. Bwana mmoja ameenda kufanya dawa katika hoteli moja kubwa ya kifahari, chumba baada ya chumba. Tunakuiteni leo jaula, na watu wa jaula leo tunaifanya, tunakuiteni baada ya maghrib, kutakuwa na kilma msikiti fulani, atakayependa na kwenda, atakayekuwa hataki basi wakaenda wakaambiwa yuko bwana mmoja hapa katika Waislamu, lakini ndo mtu mbaya, watu wa maasi, watu wa nini, kusema huyo ndo tunamtaka hasa, yuko chumba namba fulani, mtamweza, twende. Wakapanda lift, wakaenda, wakagonga mlango. Kifungua tu anawaona watu wa tabligh, kufungua tu akafunga mlango, kajua hawa ni wale watu wa jaula, kafunga mlango. Wale wakakaa, baada ya kama dakika 25 sio, kagonga tena mlango, kufungua akawaona tena wale akafunga mlango. Wakakaa, baada ya nusu saa kagonga tena, kufungua katema mate, akatemea kwenye nyuso zao. Mmoja akapata mate, akafuta, karudi nyuma. Wakarudi tena, wakagonga tena mara ya 4. Walipogonga akamwambia, sasa hivi hatukuja kukupa mambo ya dini, mimi nimekuja unipe zawadi kama ile ulompa ndugu yangu. Yeye umemtemea mate, umempa zawadi kubwa, mimi sijapata, na mimi nitemee siku ya kiyama na mimi niwe na zawadi kubwa. Ndugu yangu umempa zawadi, mimi sina, nipe kama ya kwake, tema mate hapa kichwani. Yule akasema, yuko wapi ndugu? Njoni. Anataka naye zawadi. Njoni. Kafungua mlango, anasema ukachukua chai na kahawa yake, akatoa kahawa yake, kawapa kahawa. Haya, mnataka nini? Maana mmestrike tu mpaka mtu nimemtemea mate, unasema nimempa zawadi. Aseme wallahi, ingekuwa mimi na wewe tungekuwa tushaachana naye zamani. Mwache, tushaachana naye zamani pale mpaka yule bwana akaelezwa mambo ya da'wa, na Mwenyezi Mungu anampa taufiki katika ndimi za watu wengine. Ukisema kitu kinakuwa nuru. Kuna sahaba mmoja kutoka Yemen alikuja kwa bwana mtume, akasikia Qur'ani, akasilimu. Baadaye mtume akamwombea dua katika kabila la Daus, kabila la Sayyidina Abi Huraira. Kaambia, nenda kwenu kafanye dawa, nenda kawafai watu wenu. Akubakia pale alipo mtume, akafunga safari. Mwenyezi Mungu akamjalia miujiza, ikawa katika macho yake kunatoka nuru, akitembea inatoka katika macho yake. Akamwomba Mungu dua, akasema, ya Rabb, nuru iliyokuwa katika macho yangu watu watanikimbia, nataka uijalie iwe katika mdomo, ulimi kwangu. Ikatoka katika macho ikawa katika ulimi. Kaenda kafanya dawa, nuru iko katika ulimi wake. Basi alifanya dawa, fa aslama dausu kullum, kabila lote aslamat, likasilimu, wakarudi kwa mtume. Hawa watu wote wamekuwa Waislamu, watu wa Yemen. Mungu ametia nuru katika ulimi wake. Basi wakamueleza yule bwana mpaka akaacha, akaandamana nao, wakaenda msikitini, wakafanya darsa, akapata na yeye kitu. Wanasema baadaye akawa mmoja katika watu wa da'wa wakubwa, wanaelekeza watu, baada ya kuwa yeye ni mtu wa machupa na mambo mengine machafu yote. Lakini kama sio kustrike pale wale watu, bado ungekuwa wamepotea. Hivi ndivyo watu wa dawa wanavyofanya. Wanatukanwa wewe, lakini bado wamo. Watizameni kanzu zao, bado wamo. Watizameni wachafu, bado wamo. Watizameni hivi, bado wamo. Wanajua wanachokifanya, sio kwamba hawana akili. Sasa hawa wamemsukuma, lakini bado wamerudi pale. Mwisho wamempiga, kwa sababu wameona huyu anataka kufanya kitu kibaya kwa mfalme. Amekaa huko peke yake, anawaza nifanye nini watu wapate imani. Watu wanakaa wanatafuta imani. Ndugu yangu, unayekwenda kusoma Kenya, unayekwenda kusoma Saudia, Misri, Libya, umma unakusubiri huku.
Wewe ndugu yangu ulo Marekani, ule Ulaya, umma unakuhitajia huku, unatakiwa uwe na manufaa kwa watu. Watu wanakuhitaji, manufaa ina yoyote uliyopata uwape na wao. Sio unaenda kusomea shahada upate mshahara mkubwa na maisha yao yako. Na shahada siku hizi zinauzwa mpaka hata barabarani, zinauzwa vyeti. Tena wanasema unaweza kwenda ukapata mtu ana shahada ya Azhar Sharif, kumbe kainunua mpaka muhuri wake, mpaka jina la Sheikhul Azhar, kila kitu kiko pale pale, na ametoka Misri. Wapo wengi waliokwenda Misri, watu wanahudhuria class, watu wanakwenda kusoma, yeye anakwenda kwenye hall kumsikiliza Kulthum, na anasema hubbu fen wa anta fen. Ikirudi hapa na shahada, nini malengo yake? Kwa sababu gani? Hataki kuleta manufaa katika jamii. Kakaa na waza, nifanye nini hawa watu wapate kupokea? Hakuna njia. Aka create njia yake mwenyewe. Kabla alfajr biqalila akauliza mfalme analala wapi? Akamwambia chumba chake kile pale. Basi ile alfajiri watu wote wamelala, akawa karibu na chumba cha mfalme. Fa atlaqa aladhan, akaadhini pale pale, Allahu akbar, Allahu akbar. Mfalme kanyanyuka. Nani anayeka zogo? Wanaona zogo tu. Nani? Maneno matakatifu. Nani anayeka zogo huyo? Wanajeshi wote wamekakamaa wanamtafuta. Khudhu, mchukueni, mkamateni. Uriduhu hayya, tena msimdhuru, msifanye chochote. Namtaka akiwa hai, nimpe adabu kali. Kenda kakamatwa, wewe unaika kelele hapa. Twende. Ile twende ndio anayoitaka yeye. Hilo ndilo nilitaka yeye. Kampeleka kwa mfalme, akakaa pale. Mfalme asubuhi amefunga ule bwana, anatoka kwenye sebule yake. Watu wamemfunga, wamemzunguka, kila mmoja anasubiri ishara ya kumkata shingo. Mfalme alipokuja akamwambia, unaika kelele za nini? Watu wamelala. Akamwambia, sieki kelele, nimekuja, nilitumwa na mzee wangu, na hawa wamenizuia kuja kukupa wewe kile nilichotumwa kuja kukupa. Akamkumbusha, unakumbuka mwaka fulani ulionana na mtu mkazungumza haya, akakwambia akifa katika iman fa huwa khairun min kalbik, akifa katika kufr fa kalbuka khairun minhu. Unakumbuka? Nakumbuka. Akamwambia, mchukueni, mpeni chakula, mwekeni sebuleni kwangu, mimi ninakuja. Wale watu wakashangaa. Mara moja yeye amebadilika, tumpe chakula, tumweke sebuleni kwake, yeye anakuja. Ameenda, amekuoga vizuri, amekwenda yule bwana, akamwambia, ishrah li ma huwa al-iman, hebu nieleze sasa imani ni kitu gani? Anasema fasala kalwadi, akamwagika kama vile mvua kumweleza ma huwa al-iman, mpaka kaslimu mfalme Mongolia. Na akislimu mfalme, raia wanasubiri nini? Hawasubiri kitu, wote wakaslimu. Hivi ndivyo Uislamu ulivyoingia Mongolia. Na muhadithi mmoja katika walimu wetu wa historia alikuwa akituhadithia Islamu namna Mongolia ulivyoingia, akatutolea kisa hiki, na mimi nimekutoleeni. Kwa sababu gani? Ndani kuna ibra kubwa kwetu sisi na kwa wengine watakaotusikia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Leo watu wa Mongolia, huyu mtu mmoja tu amewafaa, alokuletea la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah miftahul janna, ukawa muislamu kwa ajili yake, kakufaa kwa kitu cha thamani kuliko kitu chochote kingine. Yusuf ibn Tashafin, ulama at-tarikh na waislamu umemwita khalifatu sadis. Ukisoma historia utakuta makhalifa wane: Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, alafu kuna Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz katika Dawlatul Amawiyya, anaitwa Khalifatul Khamis, khalifa wa tano. Na aliitwa khalifa wa tano kwa sababu alitawala muda wa miaka 2 na miezi kadhaa, miezi 30 shahran, miezi 30 ya utawala wa Umar ibn Abdul Aziz. Qada ala al-faqr, alimaliza ufukara, watu wote wakaneemeka.
na uadilifu ulivyoenea, watu wote wakaneemeka, wakapata kumuita al-Khalifatul Khamis. Khalifa wangapi? Watano. Yusuf ibn Tashfin, Waislamu wanachuoni wao wamemuita khalifa wa 6. Najua wengi wetu bado hatujasikia habari yake, hasa sisi watoto vijana, lakini ulama wamemuita huyu Yusuf ibn Tashfin khalifa wa 6 kwa sababu ya mambo aliyoyafanya kunufaisha umma. Akuitwa tu hivi hivi. Alizaliwa mwaka 400 Hijria. Yusuf ibn Tashfin ni watu wanaoishi Maghribul Arabi, Morocco wanaita sasa hivi inaitwa Morocco au Morocco, ndio inaitwa Maghrib, kwa sababu Uislamu una majina yake. Historia ya Kiislamu ina majina yake, na mara nyingi sisi tunakosea kuwafuata wao, na ndio yale walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Ile Palestina na Jordan ilipokuwa inaitwa al-Mashriqul Arabi, wao wameita Middle East, Sharqul Awsat, Mashariki ya Kati, wakati ramani ya Kiislamu inasema hii inaitwa Mashriqul Arabi. Na hii Morocco, Tunisia, yani Shamal al-Afriqi yote, North Africa, inaitwa Maghribul Arabi, magharibi ya Arabi katika ramani za Kiislamu. Sasa hapa kulikuwa kuna daula inaitwa Daulatul Abbasiyya huko Baghdad, ndio capital city yake. Hapa katika Shamal al-Afriqi, hasa Marrakesh ambayo ndio ilikuwa ndio asima yake, zilikuwa dola nyingi zimepita, daula nyingi, Daulatul Adarisa, Daulatul Fatimiyya. Sasa kulikuwa na watu wanaitwa al-Murabitun. Baada ya shirki kuenea katika makabila makubwa ya pale Morocco, na kuna kabila kubwa linaloitwa Amazigh, wanaoita wa Ulaya walikuwa wanaoita Barbar. Kisikia kabila la Barbar, lakini wenyewe hawalipendi jina la Barbar kwa sababu Barbar ndani yake kuna hamajia, watu wa ujahili, lakini kabila jina lake sahihi Qabilatul Amazighiyya. Hili ni kabila la Morocco. Wapo wanachuoni wakubwa wametoka, na subhanallah wapo mujahidina wakubwa wametoka, na miongoni mwao wakaasis murabita, yani firaq za dini kama hivi vitu vya watu wa tabligh, kusuluhisha mambo ya shirki yaliyoenea katika mji wao, kuleta elimu, kuleta tena mwangaza baada ya kiza kutawala kwa muda mrefu. Akatokea bwana mmoja anaitwa Abdullah. Huyo Abdullah ibn Yasin alianzisha haraka hii ya Murabitin, harakatul Murabitin. Akapata wanafunzi karibu na mto Niger, akawa mwenye kuweka makazi yake kwa sababu makabila mengine yote ya Amazighi yamemkataa. Akatafuta watu katika Amazighi watakaomkubali, akampata bwana mmoja anaitwa Yahya ibn Umar al-Lamtoni kutoka kabila la Lamtoni la Amazighi vile vile. Akamkubali, akamwambia mimi niko pamoja nawe Sheikh Omar, fanya kazi yako. Akamwambia sasa tueneze dini, tutoe tena watu katika ujahil, tuwapeleke katika ustaarabu wa zamani. Majduna daa almajd wa nastati'u an nastarudda, utukufu wetu umepotea lakini tunaweza kurudisha. Wakaanza harakati. Katika mwaka wa 400 akazaliwa huyu Yusuf ibn Tashfin, mwenyewe anamuita Yusuf ibn Tashfin al-Lamtoni al-Amazighi. Ni kabila ambalo sio la Kiarabu, ni watu na laysa bidharura. Ulama wengi wengine wanatoka Fursi, wengine Bukhara, kina Imam Bukhari, wengine walikuwa Kurdi. Jitihada kubwa wamefanya wa Kurdi kama Salahuddin al-Ayyubi, wamerudisha tena Baitul Masjid, Baitul Aqsa katika mikono ya Uislamu. Na Amazighi wana historia kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu. Yusuf ibn Tashfin alipokuwa pamoja na imam na mwanachuoni Abdullah ibn Yasin, wakaanzisha haraka za sulhi kuwaletea watu tena katika dini upya. Wakaeka kama zawia, sababu mutasawifina walifanya kazi kubwa hii huko karibu na mto wa Niger, wakawa wanafanya kazi zao mpaka watu wakaanza kuwakubali, wakarudisha tena umma katika ilmu baada ya ujinga. Abdullah ibn Yasin alipofariki,
akatawala kijana anaitwa Abu Bakr ibn Yusuf, Abu Bakr ibn Yahya al-Lamtoni, yeye ndo akachukua nafasi yake. Abu Bakr ibn Yahya akamweka na ndugu yake, akawa wanasaidiana, wakaendelea kukaa vile katika elimu, wakawa ni wenye kuchukua majeshi, wakawa ni wenye kuwaleta watu karibu. Kampa kazi ya jeshi Yusuf ibn Tashfin kwamba wewe kazi yako itakuwa ni kulitizama jeshi na kuliandaa kwa ajili ya kurudisha umma na kupigana na maadui wao kama kawaida. Mwezi mmoja tu Sayyidina Yusuf ibn Tashfin aliweka lile jeshi katika hali njema, nchi yote akaibadilisha, mabadiliko ya hali ya juu, neema zikawa zinaonekana kwa muda wa miezi miwili tu. Abu Bakri akasema, mimi sistahiki kuwa kiongozi, kwa hali hii niloiona kutoka kwako wewe ni bora kuliko mimi. Akaondoka katika uongozi, akampa yeye. Hapo ikatoka katika firqatul murabitin ikawa ni daulatul murabitin, wakaasis dola yao, pamoja na kwamba hii ilikuwa ni wilaya inafuata daulatul abbasiyya kule Baghdad, lakini hapa ikawa sasa wameasis wenyewe daula yao inaitwa daulatul murabitin. Kiongozi akawa Abu Bakr ibn Yahya. Ni kwa kumuona Yusuf ibn Tashfin ameleta mabadiliko ya manufaa katika umma, akatanazal, akaacha kiti, akamwambia wewe unastahili kuwa hapa. Hali hii huioni katika ulimwengu. Huwezi kumuona rais, sultani, mfalme, waziri, kiongozi yoyote kaona mtu alikuwa bora kuliko yeye aka step down akasema kaa wewe, mpaka wapinduliwe, wauane, wafanyeje, ndio mtu anaondoka kwa mtutu wa bunduki. Lakini kwa sema huyu anafaa kuliko mimi, huwezi kuona katika ulimwengu. Ulimwengu wote tafuta uone wapi ali step down mtu akaona huyu anafaa kuliko mie, akamwambia endelea kwa ajili ya manufaa kwa umma. Wapi umeona? Hakuna. Na hii sio siasa, ni hakika ya historia. Yusuf ibn Tashfin akakubali, akawa yeye ndo kiongozi, ndo mfalme wa daulatul murabitin. Kitu gani alichokifanya sasa? Waislamu walimiliki Andalus miaka mingi. Ile ni nchi ambayo ilikuwa katika mikono ya Uislamu, na wakati huu kulikuwa kuna dola 20 ndani ya Andalus. Tamaa tu, kila mmoja anataka kuongoza yeye. Spain peke yake dola 20, kila dola ina rais wake, ina mfalme wake na kiongozi wake. Kawa vita tu, na wote ni Waislamu, lakini tamaa ya dunia na mali. Ukienda hapa mpaka hapa kuna mfalme, ukienda hapa mpaka hapa kuna mfalme, na nchi moja tu. Kama si tamaa ya mali, ni kitu gani na kuongoza? Yusuf ibn Tashfin anayasikia yote hayo, akaika dola yenye manufaa, dola kubwa, dola yenye nguvu, mpaka daulatul abbasiyya ilikuwa dhaifu. Wali wake wa mwisho al-Mustaghfir billah alikuwa anaitwa jina lake. Akasikia habari za daulatul murabitin iliyokuwa inaanza kutoka Maghrib al-Arabi mpaka Atlasin, kutoka Libya, Shamali Afrika yote mpaka mipaka ya Chad na Mali na Senegal na Niger, kote huko imetawala. Nilikuwa na nguvu sana. Akapeleka salamu, watu wakamwambia Yusuf, tangaza kwamba hii ni nchi mustaqilla, independent. Kwa sababu gani? Sisi hatuwafuati tena daulatul abbasiyya. Akasema la, sitaki kuwapiganisha Waislamu, sisi tutabakia bado tunaofuata wale kwa Baghdad, ndo asima. Sisi ni kama wilaya, hili ni kama jimbo. Sitaki kutangaza kwamba hii ni dola sasa imejitawala, kwa sababu ya kuleta fitna kati ya Waislamu. Akakataa, wakati ndo dola ilikuwa na nguvu hata kuliko daulatul abbasiyya ya mwisho ilikuwa katika Baghdad. Fikra yake sasa, tukupe jina gani? Kwa sababu yule anaitwa khalifatul muslimin, amirul mu'minin, wewe tukuiteje? Akapewa jina, akaitwa nani? Amirul muslimin. Yule ni amirul mu'minin, amirul muslimin, asije akanafanana na yule rais wa dola yote ile. Kaitwa nani? Khalifa amirul muslimin wa nasirul islam, aliyenusuru Uislamu. Kasikia Andalus mambo yameharibika, Waislamu wamekuwa dhalili, tumepoteza mambo mengi. Barcelona, Sevilla na vitu vingine vyote hivi vilikuwa chini ya milki ya Waislamu. Alikuwa na mfalme Ishbelia ndio ilikuwa imebakia, mfalme wake ana nguvu kuliko wote wa Kiislamu.
Ishbilia wanaita Sevilla, ndio hiyo sasa wanaita Sevilla. Wamebadilisha kila kitu. Cyprus sasa sisi tunaita Kubrus, wamebadilisha kila kitu. Majina sasa ukiyasikia katika history ya Kiarabu, history ya Kiislamu ni tofauti, lakini hapo pote Waislamu walikuwa na qadam. Saragossa au wanasema Zaragoza, Waislamu walikuwa na qadam. Ukienda Valencia au sehemu nyingine yote ya Madrid, sehemu zote Waislamu wana qadam. Mpaka leo nchi ya Spain kuna mambo magofu yamebakia, inaonyesha wazi hadhara ya Kiislamu namna ilivyokuwa imetanuka. Sisi tunajua hayo Waislamu, mambo yetu makubwa yalikuwepo pale. Sasa hivi magofu yale mengine wanayavunja, misikiti mingine ya zamani inavunjwa. Hata siku za karibuni kuna msikiti mmoja Baladia Manispaa Spain kwa na uvunja pale wa Sevilla, wakawa na uvunja ule msikiti, lakini akatoka mmoja, utashangaa, wachezaji wa mpira walikuwa na ghera na Uislamu, jina lake Omar Kanute, akatoa pesa euro 500,000 kwa ajili ya kukomboa msikiti. Mchezaji wa mpira mnadhani hana imani mara nyingine kwa sababu anacheza mpira, sio hakika. Imani hipo hata kama ni mwanamichezo. Masikubali kuvunjwa, katokomboa ukabakia katika hali. Sasa Waislamu walipokuwa wamekuwa madhaifu Andalus, Yusuf ibn Tashfin aliunda jeshi la zaidi ya watu 40,000. Wakachukuliwa watu, wakapanda jahazi Marrakesh, Morocco, mpaka uvuke kwa sehemu kuna madhiq unaita madhiq Jabal Tariq, wao wamebadilisha wanaita Gibraltar. Jabal Tariq hili jabali lina historia kubwa katika wakati Sayyidina Tariq ibn Ziyad alipokuwa yeye na Musa ibn Nusair wanakuja kufanya fathi katika miji kama hiyo. Basi wakavuka, walipopanda katika majahazi tu wanakwenda zao wapi? Spain, kwa ajili ya kuikomboa nini? Andalus. Yuko mfalme kule anaitwa Alfonso wa 6, alikuwa na kila aina ya imdad, nguvu anapewa kutoka Faransa, na wa Europe wote wa Nasara walikuwa wakimpa support huyu bwana. Jigambe unavyotaka, Waislamu hawatuwezi. Sasa hivi kuna vita, tunavita ghazwatu istirdad, tunataka turudishe nchi zote zilizokuwa zimechukuliwa na Waislamu, tuzirudishe katika hali ambayo ilikuwa zamani. Kwa hiyo Unasara ukawa unafanya hali kubwa ya kurudisha miji ambayo nimeitaja katika mikono yao. Kwa hiyo Alfonso aliposikia kwamba jeshi linakuja huko, akajiandaa. Yusuf ibn Tashfin walipopanda katika jahazi, mawimbi yakaanza kupiga. Pona mawimbi ni makali, akanyanyua mikono mbinguni, akaomba dua, akasema Allahumma in kana fi jawazina hadha khiratun lilmuslimin, ya Rabb, ikiwa sisi kuvuka kwetu kwenda Andalus kuna kheri kwa Waislamu, ya Rabb fayassir lana, tuwepesishie. Wa in kana ghairu dhalika, na ikiwa hakuna kheri sisi tunakokwenda, fasa'ibhu lana, tufanyie uzito, tusifike hata la najus, tusifike kabisa. Mawimbi yamepiga, na wimbi la bahari linakuja mara nyingine kama jumba villa. Kunyanyua mikono Yusuf ibn Tashfin, bahari litulia, utafikiri carpet. Wakavuka wakaenda zao mpaka Andalus, ndio walikuwa kimwita mujabu da'wa. Hapo kwa hapo wimbi linapiga, mikono wamenyanyua, metulia bahari, wamefika katika Jabal Tariq, wameshuka. Kabla hawajafika katika uwanja wa vita, wakapata barua kutoka kwa Alfonso wa 6, anasema Yusuf ibn Tashfin, umehadaika, unakuja, tuna jeshi mara 1000 kuliko jeshi lenu, tuna hivi. Anamhofisha ile vita ni hadaa, anamhofisha. Alipoisoma barua ile aloletewa, akaigeuza upande wa pili Yusuf ibn Tashfin, akaredesha majibu wanasema ilikuwa ni maneno matatu tu: ma yakun, alladhi yakun, satarah. Maneno matatu katika barua: alladhi yakun, satarah, litakalotokea huko utaliona mwenyewe na macho yako. Barua ikarudi. Angalia Waislamu walikuwa na izza. Yeye kaandika, maana foolscape nzima, barua inatisha. Kija huku tuna maguvu. Tena angalia
jeuri, al-kibru inda al-mutakabbirin sadaqa. Barua ile hakutafuta karatasi mpya nyingine, ile ile kageuza ngandika alladhi yakunu satara. Wacha kujigamba, utaliona huko huko jawabu la barua yako hii. Niulize, alikuwa na umri wa miaka mingapi wakati huo? Mwaka wa 40 amezaliwa hapa, alikuwa na miaka 79, na miaka 80 anakwenda kupigana vita juu ya farasi wake. Miaka 80, al-mujahid al-ajuz. Amefika Andalus, wamepigana vita vya hali ya juu. Taratibu ya jeshi anaipanga mwenyewe. Jeshi lilikuwa kubwa la makafiri, likawapiga Waislamu. Akachukua tahadhari, akafanya tactic nyingine, akaambia tufanye kama tunakimbia. Wakafanya kama wanakimbia, wakageuka, wakalizunguka jeshi kwa nyuma yao, wakawa wanawapiga. Sasa wakiwa wanakuja huku kwa usoni na wengine wanakuja, walisagwa na Yusuf ibn Tashfin, wote wakasalim amri, karudi katika mikono ya Waislamu. Tulaitala ndio ilikuwa asima ya Waislamu, ikarudi katika mikono ya Waislamu. Ilikuwa imeanguka hiyo. Alfonso Sadis akaona hapa hatari ni kubwa. Wafaransa na wengineo wakawa wanapeleka kila aina ya silaha. Yusuf ibn Tashfin akakaa kwa muda pale, watu wakarudi katika hali yao, huku Daulatul Murabitin imekaa Marrakesh, na ameendeleza katika manufaa ya kuwarudisha watu katika kitabu na sunna. Watu wakarudi tena katika ilmu, watu wakarudi tena katika iman, watu wakarudi tena katika Uislamu. Lakini bahati mbaya sana akasikia kule, manake alipoondoka akamweka Abu Bakr ibn Yahya al-Lamtuni ndo kiongozi. Baada ya kuondoka yeye akafariki yule kiongozi aliyomwacha. Akaona lazima nirudi kule, isije nchi kayumba, kwa sababu kuna watu wengine wana tamaa ya kuongoza tu katika ulimwengu, hawana tamaa ya kuwanufaisha watu wao. Akarudi. Kurudi huku tena mambo yakaharibika tena. Wakawa vile vijidola vidogo vidogo vile, kila mmoja yeye anatamaa, anataka kuwa kiongozi yeye, kwa wale ndo wanasababisha mpaka haraka za Kiislamu zinakufa. Akatangaza tena Yusuf ibn Tashfin kwamba nakuja huko. Akachukua fatwa, na wakati huo kina Imam Ghazali walikuwa bado wako hai na wanachuoni wengine. Akaambiwa nenda kaviuzulu, tunatoa fatwa ya kwamba dola ndogo ndogo zote hazitakiwi kuwepo katika umma, kwa sababu ndio sababu ya kurudisha Uislamu nyuma. Zikapigwa marufuku dola zote ndogo ndogo. Lakini cha ajabu, hawa wafalme wakawa wanashirikiana na Alfonso Mkristo Mnasara kwa sababu ya kufelisha jihadi ya Yusuf ibn Tashfin, kwa sababu nao wanapata maslaha ndani yake. Waislamu walikuwa wadhalilifu, mpaka Waislamu wanatoa kodi kama Nasara, wanatoa Waislamu jizya. Yusuf ibn Tashfin akaja tena Andalus, akafanya harakati tena kwa mara ya pili. Dola zile ndogo ndogo zote zikafelishwa, zikawa zimepigwa. Wako waliomfuata, wengine wakawa wanaamiliana na Wanasara kwa ajili ya kumpiga huyu. Alhasili akayafanya makubwa ya manufaa, hizi dola zote zikafa, akarudisha tena umma kwa mara ya pili. Kazi hiyo yote alikuwa anaifanya lillahi ta'ala, na manufaa ya umma yakarudi tena. Karudi zake, kaishi kwa muda wa miaka 100. Kazaliwa mwaka 400, kafa mwaka wa 50. Kaishi umri wa mwaka 100. Unasema kuanzia alipotawala mpaka mwisho wa maisha yake ilikuwa jihad, ilikuwa manufaa ya taalim, ilikuwa manufaa ya kuhuisha vitu vilivyokufa, mutawalia, bila non-stop, bila ya kupumzika. Na ni mtu mzima zaidi ya miaka 100 ndo ameondoka katika ulimwengu. Watu kama hawa wamewafaa watu, wameacha athari. Man khairun nas, ni nani mtu bora? Khairuhum, mtu bora anfa'uhum linnas, ni yule mwenye kuwafaa watu. Akauliza mtawala, wa man sharrun nas, na ni nani mtu muovu? Abu Hazim akajibu, sharrun nas, mtu muovu, man baa akhiratahu bidunia, ni yule atakayeuza akhira yake kwa sababu ya kutaka dunia, ndio mtu muovu. Yeyote mwenye kuuza akhira yake, thamani yake apate dunia, huyo ndo mtu muovu. Akauliza tena, wa man sharrun minhu, na ni nani muovu kuliko huyo? Akamwambia, sharrun minhu, muovu kuliko huyo, man baa akhiratahu bidunya ghairihi, ni yule atakayeuza akhira yake si kwa sababu apate yeye dunia, mtu mwingine aipate dunia. Amesacrifice yeye
kwa maslaha ya mtu mwingine. Akhira ameichana chana yeye kwa sababu mtu mwingine tu, yeye amekuwa ngazi ya mtu mwingine kufikia katika malengo ya dunia. Na tupo watu sampuli hiyo, tuna sacrifice life yetu si kwa sababu ya dunia tuipate sisi, mtu mwingine apate kuwa katika kundi kubwa la wenye kumiliki dunia. Basi anasema hadha sharrun min dhalik, huyu ni muovu kuliko yule wa mwanzo. Alipomaliza masuala yake akamwambia, salni, unataka nini niambie? Opportunity. Vijana, kiongozi, mfalme amekuita, sema unataka nini. Tasawwar, ungetaka nini mbele yake? Ungetaka nini? Ungeomba kitu gani mbele yake? Wanasema fursatu dhahabiyya, ni golden chance. Na wanasema golden chance, alfursatu la tatakarraru abadan. Fursa haiwi mara mbili kwamba ndio inakuja tena inakuja, ikija mara moja ndio basi wanasema. Kwa hiyo anakuambia salni, unataka nini? Abu Hazim akamwambia la tastati, huwezi kunipa ninalotaka. Akamwambia ufalme, tizama tulivyomiliki kutoka Siberia mpaka Shamal al-Afriqi, tumeingia Jazira al-Arabi kote nimemiliki, alafu unaniambia mimi siwezi kukupa chochote. Sema unataka nini? Akamwambia la tastati, huwezi. Akamwambia bala, naweza, sema. Akamwambia uriduka an tudkhilani aljannata wa tubaida baini wa baina an-nar, nataka uniingize peponi uniepushe na moto. Akamwambia amma hadha fala astati, akamwambia hilo mimi siwezi. Akamwambia si nimekwambia uwezi, fad'ani ma'a alladhi yastati, niache mimi na yule anayeweza kufanya hivyo. Nani huyo? Akafunga mlango akaondoka. Khairun nasi anfa'uhum linnas, mimi na wewe tumewafaa nini kwa watu? Leo kaa nyumbani peke yako, jifikirie hata majirani zako. Sio tajiri tu awafae watu, sio mwanachuoni tu awafae watu, sio kiongozi tu awafae watu. Na wewe ambaye pia unahisi kwamba huna hadhi katika haya, pia unatakiwa kuwafaa watu. Umewafaa nini? Wale unaokaa nao katika maskani yako, umewafaa nini? Umewafaa kuwaletea bluetooth za ngono ukawaonyesha? Hayo manufaa utakuja kuyakuta siku ya kiyama. Umewafaa kuwatongozia wanawake ukawapa, unawakuwadia? Unawafaa kwa nini? Umewafaa kwa jambo gani? Jitizame, uangalie ulichowafaa watu nacho ni kitu gani, ili na wewe upate kuingia katika khairun nas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijabah tuyassir alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah wa qibatina. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا الصيام والقيام والقراءة والصدقة وكل معروف عملناه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن ينفع الناس. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.